turudi kwenye madhara sasa ya hii vita. Tunaona kila sehemu imeweza kusababisha majanga yake. Kwanza tuanze na kifo cha Ali Khamenei. Ni cha kweli ama sio cha kweli? Nilisema before, sisi wachambuzi wengi kuna aina kama 6-7 za intelligence. Kuna measurement intelligence, kuna signal intelligence, kuna electronics intelligence, kuna human intelligence, kuna open source intelligence na aina zingine za intelijensia. Sisi tunadeal na open source intelligence ambazo zinapatikana, sio classified. Sasa taarifa ambazo zipo open source ambazo tumemsikia Trump akisema, tumemsikia Netanyahu akisema, lakini tumesikia na viongozi wa Iran wakisema ni kwamba Ayatollah Khomeini hatunaye tena, ameuawa kwenye mashambulio. Na actually kwenye taarifa nilizozikuta kwamba kuna binti yake pia, kuna baadhi ya familia yake pia wameuawa pamoja. Sawa? Na baadhi ya viongozi wengine wa juu wa kijeshi wa Iran. Kwa hiyo kwenye hayo ukichukua information ya kutoka upande wa Marekani na Israeli na Iran inasema kwamba amekufa. Kwenye vita sometimes, na naomba watu wanaweza wakaninukuu vibaya, tukichukua hiyo information kama ilivyo kutoka kwa hao wahusika ni kwamba ameuawa. Sawa? Kwenye upande wa wa analysis huenda kukawa nilo nakwambia kuna aina deception ambayo hii is just a theory, haina mashiko at this point, kwamba sometimes kuna diversion ambayo kuna diversion afu kuna neno lingine ambayo ni kumpoteza mtu, kumtoa nani. Huenda kwamba walimtoa wakamweka sehemu salama, wametangaza amekufa kwa sababu ya kuona kinachoendelea, ila tukienda na taarifa ambazo zipo ni kwamba amefariki. Yes, kwa hiyo ni taarifa ambazo zimetoka pande zote mbili. Naam. Unadhani hasa hii imekuwa sio mara ya kwanza kwa viongozi wa Irani kuwa inapotokea mashambulizi wanaanza kuwaua viongozi hasa. Maana yake ni nini hasa target yao kuanza na viongozi kuwaua? Hata kwenye vita za siku 12 walianza na viongozi pia kijeshi. Yes, hii kwenye vita tunasema decapitation strike. Decapitate ni kukata shingo, kichwa. Mwili ukishatoa kichwa kishamkata tena ndo amekufa huyo. Kwa hiyo huu mwili mwingine hauna nguvu tena. Umeona Lakini ukinitoa mguu mmoja bado na mikono miwili inaweza nikapambana. Nadhani tumeshaona kwenye movie, labda mtu ukapigwa risasi mguu yuko chini huko lakini bado ana bunduki anaendelea kupigana, kapigwa baadhi ya risasi ana mabomu yale anaweza akatoa karusha, bado anakuwa active, lakini ukishakata kichwa umemaliza. Ndio maana Tariq Aziz Tariq Aziz alikuwa waziri wa mambo ya nje, waziri wa habari wa Iraq. Alikuwa anaongea tutakata kichwa cha nyoka cha wakati wa uvamizi ule wa Iraq ile, tutakata kichwa cha nyoka. Kwa hiyo ni aina ya, ndio nikakwambia kwenye vita waga kuna propaganda nyingi. Kwa hiyo unapofanya vile unaiparalyze ile nchi, cha kwanza, kama hawajajipanga, ila kama wamejipanga hawatoathirika sana. Cha pili ambayo ina madhara makubwa ni ina demoralize, inavunja morali na inavunja nguvu ya raia pamoja na wanajeshi iwapo hakuna structure nzuri. Lakini kwa Iran sioni, kwa sababu kinachoitofautisha Iran ni nchi ya kiimani, yani movement yao yote ile ni ya kiimani. Sasa ukirudi kwenye imani ya Kiislamu ambayo ndo hata wao wanatumia, inasema hivi: kutalana fil janna wa kutalahum fin nar. Watu wetu waliouawa, wapiganaji wetu wako peponi na wapiganaji wao wako motoni. Sawa? Kwa hiyo kwa imani hii na ukielewa misingi ya jihad na malipo ya mujahid ambaye anapigania haki na kusimamisha
misingi ya usawa na haki na dini, anapokufa anaenda kulipwa daraja ya juu sana. Sawa, kwa mujibu wa imani sasa, kwa mujibu wa imani ya Kiislamu. Kwa hiyo ukielewa hii, mtu wa nje anaweza kaangalia kwamba wameuawa, wameathirika. Ndio maana nikasema kuna kitu ya perception na perspective. Wao wanaona huyu mwenzetu sasa kashatangulia, sasa hivi yuko peponi. Ni wajibu wetu sisi sasa na sisi tuende tukafate njia hiyo hiyo, tunataka kufika peponi kama mashahidi. Kwa hiyo inazidi kukumotivate. Yani badala ya kuvunjika moyo, watu ndo wanazidi kupata motivation. Umeona? Alafu badala ya kuichukulia kama hasara, wachukulia hasara, wanaichukulia kama nini? Kama ni motivation. Kwa hiyo lazima uelewe mentality na spirit ya hawa watu, ndo utaelewa. Kwa hiyo maadam Irani ni nchi ambayo ya kiimani, hivi vitu havitowaathiri sana. Naam. Unadhani hasa Israel wamefanikisha kwa sababu gani hasa? Kwa sababu umekuwa sio mara kwanza hii kuwa viongozi wa Irani pia. Wanafaulu wapi hasa katika intelligence yao na Mossad kwa jumla? Swali zuri sana. Hivi vitu tumekuwa na vikava muda mrefu, na inabidi nikurudishe alipouawa Haniyeh nchini Iran, kwenye kulikuwa kuna hafla inaendelea pale kwenye apartment yake. Walivyoweza kumtrack na nini, nikasema wanatumia WhatsApp. Na nishaongea sana na ninarudia sana na ninawaambia watu, hizi simu sio za kwetu. Kama una smartwatch sio ya kwetu. Maiki ma laptop, ma computer, ma TV wana access nazo full at any time. Kama una CCTV wewe umefunga nyumbani kwako na umeunganisha kwenye wifi, ujue jamaa wana access muda wowote, wakati wowote. Message unazozituma, iwe ni WhatsApp, iwe ni SMS, iwe ni Instagram, wanazi access muda wote. Na hii inahusu hata katika viongozi wetu sisi wa kitaifa. Mkienda kwenye kikao chochote nyeti, acheni vitu vyenu vyote nje. Iwe ni smartwatch, iwe ni earbuds, iwe ni simu, kama kuna CCTV kamera yoyote ambayo imeunganishwa kwenye internet, kama kuna laptop sijui nini, mkiwezekana hivyo vyote viacheni. Wana access navyo muda wote. Na hii tushaongelea, alisema Snowden, na ikadhihirisha jinsi watu kama kina Angela Merkel, jinsi Marekani walivyokuwa wanasikiliza conversation zake na kusikiliza mipango yake. Umeona? Hivyo vitu ambavyo viko tayari, viko proven. Nishai kusema. Na nishaambia watu wengine walibisha, lakini muda ukaja ukatoa wifi. Unaona hizo wifi zetu nyumbani zina uwezo wa kutengeneza taswira na kupiga picha. Unaona hapa? Hii wifi hii ambayo iko hapa, wana uwezo wa kuitumia kujua hapa ndani kuna watu wangapi na tumekaaje. Wana hiyo advanced technology. Na tuko katika eneo gani la nyumba kabisa. Ukipiga bomu hapa tunapotea. Na wana teknolojia zingine ambazo ziko way more advanced, vitu kama thermal na vinginevyo. Kwa hiyo njia ambayo walitumia kumtrack Haniyeh kule ilikuwa ni through WhatsApp. Sawa. Iran, nilisema Achilles heel ya Iran, shida kubwa sana inayomtafuna Iran ni kuna moles wengi sana. Moles ni ndumila kuwili, mtu ambaye yuko pande zote mbili na anavujisha ni wahaini au wasaliti ambao wanacheza wanapiga miguu yote miwili. Na moja kitu kinachowatafuna ni kwamba kwa nini Israel amekuwa Mossad wako very effective Middle East. Ni kwa sababu ya historia yao. Walikuwa kwenye hizi nchi zote na mpaka leo community zao ziko kwenye hizi nchi zote. Kwa hiyo wame blend in. Wako kama Msuudia, yuko kama Muiran, yuko kama Muafghanistan, yuko kama Muimarati. Yeye na vizazi vyake wako pale, wanaongea Kiarabu, muonekano kila kitu. Lakini ni Myahudi. Kwa hiyo wako very active na wameweza kupandikiza watu kwenye the highest level. Tuliongelea yule jasusi wa kike wa Kifaransa ambaye alikuja akajifanya amesilimu na yuko pale, akawa na access mpaka kwa huyo Khamenei na shaka naye kuja kufanya interview na pamoja na rais, alikuwa rais wa Iran ambaye aliuawa kwenye, mimi naamini aliuawa, it was assassination kwenye ile ajali ya helicopter. Ibrahim Raisi kwenye ajali ya helicopter. Kwa hiyo
wana watu ndani. Hichi ambacho ndio kinawatafuna mpaka leo Iran. As long as hawawezi kusolve hii, wataendelea kutafunwa vibaya sana. Kwa hiyo ukiangalia so far viongozi wa juu wengi ambao wameuawa ni wengi, na naamini ni kwa sababu ya hii network kali sana ya ambayo Mossad inayo ndani ya Irani, lakini pia ndani ya nchi zingine hizi za Gulf zote. Kwa hiyo wako very effective kwa sababu hiyo, na ili swala litaendelea kuwatafuna sana. Kwa hiyo kuna nilikwambia aina kadhaa za intelijensia. Kuna SIGINT ambayo ni signal intelligence, ambayo pia hizi devices hizi wana uwezo wa kuzitrack na kujua na vitu kama hivyo. Lakini pia wenzetu wamekuwa na vipanga hivi muda mrefu. Unajua kwenye ile apartment ambayo aliuliwa Haniyeh Tehran, ni apartment ambayo mara kadhaa alikuwa anaenda kufikia pale. Kwa hiyo taarifa zinasema walitegesha bomu pale miezi karibia 4 kabla ya. Kwa hiyo walijua kwamba huyu mtu akija Sma akiendaga Nairobi anapenda kufikia hoteli fulani na ana chumba chake anakipenda, akifika pale anakiomba. Kwa hiyo kabla hata sijaenda wanategesha vitu, wanajua na wameweka in advance. Ukishaingia wanamaliza mambo yao. Kwa hiyo na hiyo ni vitu ambavyo pia tunabidi tuwe makini navyo. Nishaongelea especially tunapoenda kwenye mahoteli, my Airbnb, sio za watu ambao wanaenda kwenye, kuna makamera mengi yamefichwa pale, kuna mic. Tuwe makini sana na hivi vitu. Tuko katika zama ambazo hakuna cha privacy. Yes. Lakini kabla sijazungumza kuhusu tamko la Netanyahu na Trump juu ya kifo cha Ali Khamenei, nataka kwanza nizungumze au tuanze kwanza na hili. Trump alisema kwamba kuna wananchi wa Irani ni wakati wao sasa kuweza kuchukua taifa lao, na tukashuhudia kwenye baadhi ya miji. Sijafahamu hizi taarifa zikoje, kwa sababu wewe umekuwa na uzoefu wa kitu. Siku hizi kuna AI, kuna nini. Tulishuhudia baadhi ya waandamanaji wachache ambao walionekana kushangilia kifo kile cha Ibrahim Raisi, lakini baadaye asubuhi kuna maandamano makubwa ya wananchi ambao wamekuwa kiomboleza na kiomba kwamba serikali yao iweze kulipiza kisasi. Taarifa zote hizi mbili zina ukweli kiasi gani? Unakumbuka nilivyoanza kabisa mwanzo nikasema niwape wana Fuse na wasikilizaji wetu tools za jinsi ya kuprocess hizi information. Mainstream media ziko upande wa mabosi zao, ambao kuja ukiangalia, ukienda ukipanda mpaka kule juu zote zinamilikiwa na Wazionist. Sawa? Kwa hiyo narrative au habari itakayokuja itakuja kwenye mrengo huo. Wana uwezo. Unakumbuka ile tulivyokuwa tunaichambua issue ya Madoo na ile nania CNN, nikaelezea tena, niliweka mpaka kwangu, nikaonesha jinsi ambavyo walikuwa wanatengeneza kama hawa watu wameuawa, alafu inaonekana kabisa mtu yuko kwenye body bag anafungua, anafanya nini. Yani Mungu aliwaumbua. Umeona? Au wana uwezo wa kutengeneza, wakachukua watu alafu wakatengeneza kwamba watu wanafurahia, kumbe sio kweli. Na watu wanaofurahia wakasema ni ndani ya Iran, kumbe sio ndani ya Iran, ni nje ya Iran. Nitakutolea mfano mmoja. Sasa hivi hapa Bongo kuna movement fulani ambayo inatengenezwa kama ni uasi fulani. Ukifuatilia baadhi ya taarifa juzi, kuna mmoja anaonyesha kwamba title yake kwamba ni polisi ambaye analia kwa sababu mke wake sio ameuawa nini. Yes, niliona. Sasa ukija baada ya kufuatilia kumbe ni issue tofauti, haihusiani kabisa na hiyo. Watu wameichukua, wameitengenezea, wakaiweka. Sasa wale watu sio polisi, ni issue nyingine kabisa, ni issue nyingine tena. Ngoje, mimi napenda kwenda kwa facts. Baba, hiyo story mimi nimeiona, sema sikutaka tu kuifanyia coverage, lakini niliona watu ambao au unakumbuka hii tulichambua tena hapa. Ilichukuliwa wakati wa kifo cha Magu. Watanzania kutokana na mapenzi na shauku ya kushindwa kujivumilia, walivamia airport kwenda kumlaki na kumpokea Magufuli. Ila wale ambao ni wachochezi wakaichukua na kuonesha kwamba kilichotokea tarehe 29 kwamba waandamanaji wamevamia. Unakumbuka video ile, lakini matumizi tofauti. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuna misinformation, kuna disinformation na kuna malinformation. Lazima tuwe makini sana. Hebu ngoja, mimi wanapenda niende kwa facts and logic. Unaona huyo?
Unaona huyu? Ndio hii hapa. Sawa. Sasa angalia. Kijana abaka na kuua mke wa mwenyekiti. Umeona sasa taarifa hii ni angalia. Subiri. Miaka mingapi? 3 years ago. Lakini sasa hivi imetumikaje? Kama polisi auawa. Umeona? Tuwe makini sana. Na kuna disinformation ambazo zinatokea. Hii bana Smart alikuwa anazungumzia hii dadi. Ndakupa utaiweka. Yes, yeah. Kwa hiyo hata ndani ya nchi tuwe makini sana. Hawa watu na nishasema juzi kuna makala na shauri sana watu waende wakaangalia. Nimeongelea ukoloni 2.0 na nikaongelea jinsi watu wanavyotumika na vibaraka wao na nini na vitu kama hivi. Tuwe makini sana, la sivyo tutapotea. Tuko kwenye kipindi ambacho taarifa ni nyingi mno. Wachambuzi ni wengi mno. Wajuaji ni wengi mno. Sasa hivi kila mtu anaongea anachokiongea. Na wadanganyaji ni wengi mno. Kwa hiyo tuwe makini sana na information tunazokutana nazo. Nyingi sana ni disinformation. Sasa ukishakuta mtu ambaye anajenga movement au anajenga harakati juu ya uongo, kuwa naye makini sana. Yaani wewe ukimfuatisha huyo atakuja kukupeleka pabaya sana. Naam. Kwa hiyo kujibu swali lako, wale watu hata kipindi maandamano ya Iran ambayo tulikava, wale watu ambao walikuwa wanafurahia hawakuwa ndani ya Iran. Na hizo video nimeziweka mimi, ziko kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 255, waende. Ni wa nje wa Iran, lakini mainstream zimezichukua zikaziweka kuonesha kama vile ni ndani ya Iran, watu wanashangilia. Sasa tunarudi Trump, Netanyahu wanaambia raia wachukue nchi. Nilisema sioni full scale war ikitokea na Iran kipindi hichi. Ndio nilichokuwa na maanisha. Marekani hawezi kuthubutu wala Israeli hawawezi kuthubutu kuingiza miguu yao kwamba kuingiza full scale army ndani ya Iran. Kwanza kijiografia ile nchi haivamiliki. Kijiografia kuna vizingiti vigumu sana kuivamia. Alafu ari na machungu ya raia pamoja na unajua sofa watu wanaongelea nani Revolution Guard wale ambao ni jeshi ambalo ndo lile special forces za Israel ya Iran. Ila kuna jeshi ambalo ni la kawaida lile ambalo sofa haliko active. Wanao inasadikika 800 mpaka 1,000,000 wako active. Tena hii ni kitu ambacho nataka ni tuweke nukta hapa. Kuna comparison ambayo watu inawapoteza sana. Utasikia Iran ana ndege 20, Marekani ana ndege 100. Israeli ana ndege labda 80. Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana vifaru ngapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Huyu ana wanajeshi wangapi? Ni moja ya comparison ambayo inapoteza sana watu. Na watu ambao hawana uwezo wa kunani wa kuchakatua wanapotea. Kwa sababu gani? Let's say Marekani ana ndege 10,000 tuchukulie. Iran ana ndege labda 100. Sawa? Zile ndege 10,000 sio kwamba zote zimeenda kupigana na Iran. Marekani ana zaidi ya bezi 700 dunia nzima. Bezi 700. Bezi 700 na military base and military installation zaidi ya 700 dunia nzima. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba zile asset ujue zimegawanywa kote. Na sio zote zitakazotumika katika hivyo vita. Kwa hiyo ukiambiwa na ndege 2,000 au 10,000 au 5,000 sio kwamba zote ndo zinaenda kupigana pale. Ni idadi kadhaa. Kwa hiyo hizi comparison sio sahihi. Sawa. Turudi pale nilipokuwa tunaendelea. Marekani na Israeli hawawezi kuthubutu kuingiza, achana na special forces ambao wanaenda kufanya sabotage au wako kwa ajili hiyo. Lakini kama walichokifanya Iraq, wakaweka majeshi yao katika mpaka ya Kuwait pamoja na Saudia, alafu wakamvamia, majeshi yakaingia, hawawezi kuthubutu kufanya hivyo. Kwa hiyo wanachokitaka kukifanya ni wanataka kuhamasisha raia wenyewe wafanye. Sasa swali ni je, raia watafanya au wafanyi? Jibu limepatikana. Ukiangalia leo baada ya Iran kutangaza kwamba kiongozi mkuu amefariki, kaangalie ni raia wangapi wamejitokeza idadi ile kuomboleza na kumwombea. Sisi kuna dua ya maiti ile aliyofika nini ni kubwa kiasi gani. Utaelewa je, watafanya anachokitaka Marekani au hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani sana.
walikaribia kidogo kama kufanikisha kwenye haya maandamano yaliyotokea, lakini yakawa wepesi sana, kazimwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanatamani raia wao wafanye, yani wa Iran wenyewe wafanye revolution, lakini sioni kikitokea, kwa sababu revolution zilizotokea za nyuma hazikuwa za kiimani, zilikuwa za kisiasa. This time ndio maana nikasema Iran ni ngumu sana, kwa sababu ni nchi ambayo itikadi zake ni za kiimani. Yes. Ni mtu anazaliwa nayo. Ndio. Swali langu sima kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, unadhani sasa Marekani na Israel kupitia hiki ambacho walikuwa wakisema kwamba wanataka, amezungumza hata jana kwenye speech yake mapema kabla ya kifo, Trump alizungumza kwamba tutahakikisha Irani haimiliki bomu la nyuklia, wataharibu. Hivi jamani, mpaka leo watu wanaamini hivyo? Nimesheka ushahidi mara ngapi? Netanyahu zaidi ya miaka 30 anaongelea nuclear. Sawa. Mpaka leo bado tunaamini kwamba wanaenda pale kwa ajili ya nuclear. Iran is not a direct threat kwa Marekani. Iran sio tishio kwa Marekani. Iran ni kikwazo kwa Israeli kwa sababu ya kwenda kufikia Pax Judea pamoja na kufikia the Greater Israel. Hiyo ndio shida ilipo. Marekani anatumika na hii inathibitisha nilichokisema, nikasema Israeli hana mziki wa kupigana, hana uwezo wa kupigana na Irani wakiachwa mtu mbili, na tuliona kwenye 12 day war, na nilitabiri kabla ya hivi vita vitavuka wiki mbili, hana uwezo huo. Ndio maana baada ya kula kichapo alichokutana kwenye vita vya siku 12, this time kaenda yuko nyuma ya mgongo wa Marekani. Angekuwa na uwezo kama anavyodai, let's say Lebanon au Syria au Gaza, yes, angeingia mwenyewe. Alichokutana nacho kwenye 12 day war, amejua muziki siwezi, kwa hiyo kamtanguliza mkubwa robot wake, kwa sababu yeye ndo ana control. Kamtambuliza robot wake, yeye yuko nyuma. Sawa? Kwa hiyo lazima tuelewe issue ya nuclear sio nuclear. Kwa hiyo issue sio nuclear kabisa. Yani nuclear ni kisingizio, na watu wote wenye akili zao timamu wanajua wamekuwa wanasingizia kwa zaidi ya miaka 30 na sio sasa. Unajua unaweza ukavuka mkojo, ukaruka mkojo ukakanyaga mavi. Na ndio hicho ambacho na wasiwasi. Kwanza kujibu swali ambalo watu wengi wanayo. Viongozi wengi wa juu wa Iran wameuawa. Sawa. Nikakwambia sioni kama itaathiri nani. Kwa sababu gani? Huwa kuna kitu kinaitwa standard operating procedure. Iko kwenye jeshi, iko kwenye polisi, iko kwenye serikali na ni protocol. Mfano kama sisi kwetu alivyofariki Rais Magufuli, standard operating procedure ni kwamba makamu wake ndo achukue, na ndio kilichotokea. Japokuwa nyuma huku kuna watu walijaribu kupindua meza, lakini tuyaache. Procedure hiyo ikafuatwa. Sasa jeshini kuna sehemu hivyo kwamba anapofariki kiongozi wa juu ni nani anairithi, tayari wanakuwepo. Kuna standard SOP ambazo ni kwamba zinapokutana, let's say wako kwenye vita, vikosi viwili tofauti vikakutana, alafu vyote vina kiongozi, ni yupi ambaye ataongoza kikosi kingine na ni yupi mwenye mamlaka. Leo hii wakikutana mapolisi hata hapa kwetu, wote wana vyeo sawa, let's say wote ni makapteni, ni yupi ambaye atakuwa juu ya mwingine na anaweza kuamrisha hizo SOP, standard operating procedure, tayari zote zipo. Kwa hiyo hata kwenye vita nilisema hata baada ya kufa Nasrallah wa Hezbollah tayari wana standard operating procedure ambazo zipo. Ikimaanisha nini? Ikimaanisha kwamba kwanza Iran amekuwa anajiandaa na vita vya aina hii kwa muda mrefu, akijua tu ni swala la muda. Alizungumza kama ndao jana pia kwamba tutashambuliwa. Wa structure wanayo, akifanani. Taarifa za open source zilikuwa zinasema kwamba kabla hata ya kufa kwake Ayatollah Khamenei alishaandika majina matatu ambayo anayapendekeza waje kumrithi. Kwa hiyo hata wale viongozi wa juu, unakumbuka kwenye vita vya siku 12 kuna viongozi wa juu wa kijeshi wa Iran waliuawa. Yes. Uliona imeathiri chochote? Hapana, kwa sababu ana standard operating procedure ambayo inajulikana nani yupo. Sasa
Watu wanakwambia hata mfano kama kwa Putin. Putin ni mpole. Wanakwambia watu wake wa chini ambao iwapo Mungu amemchukua kwa njia moja au nyingine Putin, wale wanaokuja wana msimamo mkali ni wanaweza wakawa balaa. Kwa hiyo huenda umemtoa Khomeini ambaye fatwa yake ndo inaizuia Iran isiwe na nuclear. Ni fatwa ndo inaizuia, sio uwezo wa Iran kuwa na nuclear nao. Lakini ni fatwa yake. North Korea ashamwambia Iran, ukitaka nuclear niambie nikupe. Yani mimi nakupa kabisa mzinga. Yani njoo nao tu hapo nao. Nakuja nakupa wewe unachukua. Lakini ni kinyume na fatwa yao iliyotokea. Sasa kama Khamenei ametoka, akaja kiongozi mwingine ambaye kutokana na existential threat. Unajua mfano kwenye Uislamu haturuhusiwi kunywa pombe. Kwenye Uislamu haturuhusiwi kula nyama ya nguruwe. Ila inapotokea maisha yako hatarini, una njaa ambayo inaweza kukupelekea ukafa, na chakula pekee kilichopo ni nyama ile, unaruhusiwa kula kiasi ambacho kitakufanya uwe neutral, usife, usidhurike, mpaka hali itakapobadilika unaacha. Kama una kinywaji pekee ambacho kiko pale na usipokunywa utakufa, ni pombe, unaruhusiwa kunywa. Iwapo hakuna kinywaji chochote na maisha yako hatarini. Unaona sisi tumefunga sasa hivi, haturuhusiwi kuvunja saumu, kula chochote. Na Mtume sasa anasema hata ukifunga siku 1000, kulipiza siku moja tu ambayo umeivunja saumu yake bila sababu yoyote ya msingi haiwezi kufidia hii. Ila iwapo maisha yako hatarini kwa kufunga, unaruhusiwa kufungulia. Utaambiwa labda utoe tu kafara. Ndio maana watu ambao wana magonjwa kama ulcer na magonjwa mengine wanaruhusiwa kutokufunga kwa sababu ya kwa hiyo. Sasa Irani iwapo ameingia kwenye existential threat, alafu akaja kiongozi mwingine supreme leader akaona kwamba amani yetu inahitaji tuwe na nuclear, akatoa fatwa kwamba kuwe kuna nuclear, sijui hali itakuwaje. Na hiyo itabadilisha kabisa game. Kwa swala la muda tu. Ndio hatujui sasa kiongozi ambaye atakuja, supreme leader ambaye anakuja, atatoa msimamo gani? Je, anaweza akaja akatoa fatwa kwamba akaifuta fatwa ya aliyefariki ambaye ndo alizuia na kusema kwamba sasa hivi tuwe kwa sababu akitaka nuclear, akisema hivi North Korea anampa. Ngoja nakwambia, kila siku North Korea anaonyesha makombora yake ya nuclear. Umemwona Marekani amemshambulia? Umeona nchi yote imemshambulia? Wanajua mziki wake. Yes. Kwa hiyo kuhusu issue ya kushambulia kwa sababu ya nuclear, naomba watu ifikie point tujue tu hizi ni propaganda. Kabla sijaendelea na maswali yangu ya washiriki wake, nataka nimalizie kwanza kwenye hili kabla sija kwenye hilo swali. Madhara kwa upande wa Israel na Marekani ukoje? Tumeona kwa upande wa Irani wameua viongozi wao na mengine mengi. Hebu gusia kwenye hili kabla tujaenda kwa washiriki wao. Madhara yapo pande zote mbili. Na Iran ameonyesha capability kwa mara nyingine tena. Uwezo wake, ameshambulia Tel Aviv na makombora yamefika na amelipua na madhara yameonekana. Ameshambulia bezi karibia zote za Marekani katika nchi za Gulf. Ameshambulia baadhi ya meli za Marekani katika zile wanaita carrier battle group zake. Na accuracy yake imeongezeka kwa hali ya juu sana. Kuna rada ambazo kazi zake ni kudetect mashambulizi yanayokuja ambayo yako Bahrain, ambayo ndio HQ ya Navy ya Marekani katika lile eneo, yameshambuliwa with pinpoint accuracy. Kwa hiyo accuracy yake imeongezeka kwa kiwango cha juu na ameprove kwamba ana uwezo wa kupenya defensive system za washirika wake. Na hapa kuna swali lingine. Watu walikuwa anyway, hiyo nitalijibu baadaye. Kwa hiyo kujibu swali lako, madhara yako pande zote mbili. Yes. Iran ameathirika kwa kiasi kikubwa, viongozi wake kuuawa na baadhi ya miundombinu yake, lakini sidhani ni ile miundombinu ambayo ni critical. Ile wametangia, nadhani nchi ambayo ina defense structure bora kabisa ni Iran, kwa sababu kwanza walijiandaa na aina hii ya vita. Cha pili, jiografia yao inawaruhusu kuficha vitu vyao chini ya milima ambayo ina add extra layer. Alafu udongo wa pale pia ni mgumu. Kwa hiyo
miundombinu yao ya muhimu zaidi bado iko intact na ina uwezo wa kufunction.